kama raia watapewa elimu ya kutosha kuhusu uchaguzi, hapatakuwa na uchaguzi. Lakini kama raia hawatapewa elimu ya kutosha, hatakuwa na uchaguzi, kwa sababu Chadema watakosa nguvu ya umma, kama ambavyo ni moja kati ya backup zao. Backup za chama cha Chadema ni nguvu ya umma, kwa sababu hawana jeshi, hawana vifaru, hawana nini. Sawa. Kwa wao wanaamini katika nguvu ya umma. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hii no reforms no election, kwa nini inapambaniwa sana? Na hii inapaswa kuungwa mkono na kila raia ambaye ana uhuru wa kufikiri, sawa, ambaye hajabanwa na minyororo, ambaye hajawekeza akili yake kwa mtu. Kama na uhuru wa kufikiri kabisa na kutanabaisha bayana juu ya yanayotokea ndani ya taifa hili la Tanzania, nafikiri ni dhahiri shairi utakuwa unaunga mkono ya kwamba no reforms no election. Kwa sababu ipi? Cha kwanza, kutokana na kuwapo kwa uchaguzi ambao sio rafiki, mfumo na mchakato mzima wa kupatikana kwa viongozi kuwa mbovu kutokana na sheria tulizonazo, matokeo yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa. Madhara yanayotokana na uchaguzi mbovu, kitu cha kwanza kabisa ni kupatikana kwa viongozi dhaifu. Madhara ya pili ni rasilimali za taifa kutumika vibaya. Madhara ya tatu ni Watanzania wengi kuendelea kuwa maskini. Madhara ya nne ni sheria kupuuzwa na maslahi binafsi kuzingatiwa. Nitakupa mfano. Tuna wabunge ambao tangu waingie ndani ya bunge mjengoni pale Dodoma hawajawahi kuwasilisha kero za wananchi. Hawajawahi kusimama na kutetea kwamba jimboni kwao kuna shida 1, 2, 3. Tuna wabunge ambao majimbo yao yamepata shida kubwa, yamekumbwa na mafuriko. Baadhi pia ni ya maeneo hayo hawana maji, sawa, lakini wanashindwa kupeleka hoja hizo kwa sababu namna walivyopatikana wanajua wenyewe, kwa sababu tunaamini kwamba aliyekufanikishia kuwepo pale ndiye utakayemtumikia. Kwa hiyo wanashindwa kuwatumikia wananchi kwa sababu hawakwenda kutokana na thamani za kura za wananchi. Sasa unaweza kuona kwamba kwa nini hii no reforms no election imepata nguvu kipindi hichi. Ni mara baada sasa ya kuona kwamba busara ambazo zimekuwa zikitumika katika chaguzi za nyuma zinaonekana zimegonga mwamba. Na siku zote tunaamini kwamba uvumilivu wa kisiasa huwa una mipaka. Hakuna uvumilivu usio na mipaka. Vyama vya upinzani vimevumilia sana. 2019 vimefanywa ndivyo sivyo, vikasema ngoja tuone mwakani. Vimeshuhudia pia 2020 imekuwa hivyo hivyo. Vimeshuhudia pia mwaka jana kwamba vilidhani vikiingia kwenye huu mfumo wa uchaguzi serikali na Chama cha Mapinduzi vitakuwa vimeshajifunza, lakini vinakuja kushuhudia yale ya mwaka jana, mwaka gani yanazidi kutokea. Kwa hiyo uvumilivu unafika mwisho. Wanakuja kuona kwamba njia pekee iliyobakia ni kushinikiza sasa yale madhaifu ambayo tupo nayo kwenye sheria mama na sheria zingine zote zinazohusika na uchaguzi yafanyiwe mabadiliko. Tunakuja kuona kwamba jamii tulionayo sasa imeshindwa kuishi katika utashi wa kidemokrasia. Tunaanza kukurudishana katika misingi ambazo zilikuwepo awali za chama kimoja. Sasa kwa sasa hii no reforms no election inapata nguvu sana. Ya kiamani ni haki ya kikatiba. That's why hata wakati mataifa yetu Tanganyika, Zanzibar, Kenya na mataifa mengine yote Afrika na pia worldwide ambayo yalipambania kupata uhuru, sasa yalitumia njia mbalimbali, ikiwepo kwamba Tanganyika tulikuwa na maandamano ya amani. Moja pia ni ya maandamano yalikuja kutokea mwaka 1958 wakati JK wa kwanza, JK Nyerere anakamatwa na wakoloni. Sasa
na kutozwa faini pia. Alikoswa faini akachangiwa, sio dhambi wala sio kosa. Sawa. Maandamano ya amani sio kosa. Kwa hiyo Chadema wakisema kwamba kama watashindwa kuweka mifumo rafiki ambayo inaweka mazingira ya kuthamini, kuheshimu na kutambua nguvu ya kura ya raia, nguvu ya kura ya mwananchi, watashinikiza wananchi hao kuingia barabarani, kwa sababu siku zote haki haiombwi. Siku zote haki haiombwi, haki inapambaniwa. Sawa. Kwa hiyo watakuwa wanapambania haki yao ya msingi, haki yao ya kikatiba. Rasilimali za taifa kutumika vibaya. Tunashuhudia hakuna kipindi ambacho mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amewahi kutoa ripoti tusishuhudie madudu kwenye taifa hili. Unasikia wizara fulani imetia hasara fulani, utasikia kampuni fulani imetia hasara fulani. Hasa swali la msingi la kujiuliza kwamba kama wizara imetengewa bilioni kadhaa, fedha fulani au fedha kiasi gani hazijulikani zimekwenda wapi. Sasa fedha hazina miguu, nani kazitumia? Sasa tafsiri yake ni kwamba zile fedha kwa roho nyepesi tu zinaibiwa. Zile fedha zinatumika kwa sababu fedha hazina miguu, haziwezi zikakimbia. Zimeenda wapi? Viongozi hao wamewajibishwa kiasi gani? Ndio yale aliyekuwa mkuu wa mkoa wa sehemu fulani, baada ya kukutwa na tuhuma nzito, anasimamishwa wiki moja, wiki mbili, wiki kesho unasikia pia amekuwa RC sehemu fulani. Yani tunabadilisha wezi kutoka mkoa fulani kwenda mkoa fulani. Kwa sababu gani? Wale tunaokuja kuwateua kuja kutusaidia majukumu yetu ndio ambao aidha walitusaidia kufanikisha sisi kuwapo pale. Ndio zile kauli za gonga mkono kwamba kwa sababu mtu fulani ni mtoto wa mjomba na mweka sehemu fulani, kwa sababu huyu alikuja kunisaidia aidha kuniibia kura au kupiga wananchi au kufanya nini, na mchukua na mweka sehemu fulani kama kulipa fadhila. Sasa matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba kama wewe ndiye uliyekuja kunifanikishia kuwa katika nafasi fulani, hata ukifanya madudu nitakosa uhalali wa kukuwajibisha kwa sababu mimi nipo kwa sababu yako. Sasa hilo ndio tatizo kubwa. That's why rasilimali za taifa hazisimamiwi vizuri, kwa sababu ni mfumo mzima kwamba anayepaswa kukemea, anaowakemea ndio waliomfanikishia yeye kuwapo kwa njia zisizo halali. Kwa hiyo ili tupate watu ambao wanaweza kukemewa na yule mwenye mamlaka ya kukemea, lazima yule anayepatikana mwenye dhamana ya kukemea atokane na wananchi, apate uhalali wa raia kwamba anapokemea watu basi ana ulinzi. Kwa sababu ipi? Kwamba kama mimi nikikukemea halafu sina uhalali mbele yako, sasa na wengine pia ndio sasa hivyo natengeneza maadui wengi. Lakini kitu kingine ni kwamba Watanzania wengi kuendelea kuwa maskini, kwa sababu tunashuhudia kwamba kuna fedha nyingi sana zinatumika kwa matumizi yasiyo na tija. Sasa kama fedha zinatumika kwa matumizi yasiyo na tija, tafsiri yake ni kwamba kodi za raia wa Kitanzania, sasa mapato ya taifa hili yanakuja kuelekezwa kwenye vitu vya anasa, kwa sababu tunaposema vitu vya kianasa ndio vitu ambavyo havina tija. Sasa kama fedha hizi zingetumika kuboresha elimu ya Tanzania, fedha hizi zingetumika kuboresha huduma ya afya, fedha hizi zingetumika kupeleka maji kila sehemu, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali asingesema fedha fulani zimetumika kwa matumizi ambayo hayana tija. Kwa hiyo kama tunatumia fedha kinyume na mpango, tafsiri yake ni kwamba tunazidi kuwalimbikiza Watanzania katika dimbwi la umaskini. Hasa ili tupate watu ambao watakwenda kutumia fedha za Watanzania kwa namna yenye tija, lazima wale wenye dhamana ya kwenda kutumia zile fedha watokane na kura za wananchi. That's why sheria mama ya taifa hili inatambua bayana kwamba mamlaka zote zitatokana au zitatoka mikononi mwa wananchi, na wenye mamlaka watawajibika kwa wananchi. Habari hizi za kwamba rais ni mheshimiwa ni kushindwa kujitambua, kwa sababu
rais ndiye aliyekuja kuniomba kura mimi. Mimi sikwenda kumuomba kwamba kuwa rais. No, yeye ndiye aliyekuja kuniomba mimi. Tuna kura, tuna picha nyingi za wabunge, makamu wa rais Philip Mpango huyu akiwa amepiga magoti anawaomba wananchi wamchague. Sasa kama kipindi cha kampeni una drink, unaweza kupiga magoti mbele za raia wakuchague, kati yako na wananchi nani ni mheshimiwa? Tafsiri yake ni kwamba sheria tulizonazo zinazotulazimisha kuwa na mfumo mbovu wa uchaguzi na uchaguzi mzima kutokuwa halali. Sasa kupatikana kwa viongozi ambao sio halali kabisa, kwa sababu uhalali wa kiongozi achaguliwe na wananchi, especially sana kwa rais, mbunge, diwani na wote ambao sheria zinatambua watapatikana kwa ushindi wa kura. Sasa kama tunapata mgombea ambaye anakuja kutupigia magoti, baada ya kushinda tunaanza kumuita mheshimiwa, sisi tunaanza kumpigia magoti. Je, nani mnafiki kati yetu? Kwamba sisi tulioanza kupigiwa magoti ndio wanafiki kwa huyu, au yeye aliyeanza kutupigia magoti amekuwa mnafiki? Sasa kwa Watanzania wakitambua kwamba wakifanikiwa kabisa kwamba hizi mifumo za kiuchaguzi zikadhibitiwa, tukapata sheria rafiki, kura yao itaheshimiwa, basi kuna baadhi mambo hayatakuwepo tena. Lakini kitu cha mwisho ni kwamba kutokana na uchaguzi kuwa mbovu, mrongo mzima wa uchaguzi kuwa mbovu, basi sheria hazizingatiwi tena, bali maslahi binafsi ndiyo yanayozingatiwa. Nitakupa mfano. Moja kati ya sera ambazo tumewahi kuwa nazo na tupo nazo za afya zinasema watoto na wazee wapate nafuu ya kimatibabu inayoelekea kuwa bure. Nashindwa kusema ni bure moja kwa moja kwa sababu kuna baadhi vitu inakubidi uchangie. Sawa. Lakini hiyo inayoelekea kuwa bure ni lini sasa? Tumeshuhudia mtoto akitibiwa bure. Tembelea vituo vya afya vyote vya serikali, acha tu vya private. Sasa vituo vyote vya serikali, peleka mtoto, peleka bibi, peleka babu, utadaiwa pesa za matibabu. Wakati unakutana na bango linasema wazee na watoto wahudumiwe bure, na mleta mtoto unakuja kunaambia achana na hicho kilicho andikwa hapo, kwa sasa unalipia. Sasa kitu kinasababisha kwamba tunayoyafanya sisi wenyewe tuyakengeuke ni kwa sababu waliokuja kuwa pale wana maslahi binafsi kuliko tafsiri za kisheria. Ndio maana tumekuwa na maneno mengi hata kwa hawa wenye dhamana, wanakuambia tuingie kwenye uchaguzi, hapata tokea mambo gani. Hata kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, Rais wa Jamhuri ya Muungano alisema kwamba uchaguzi utakuwa wa haki, uchaguzi utakuwa huru. Sasa lakini kilichotokea ndio yale ya miaka za nyuma 2019 2020, wagombea walioenguliwa, halafu wanaoenguliwa mbaya zaidi ni wa vyama vya upinzani. Wagombea baadhi walipigwa, wengine walipotezwa, sasa wengine pia walikatwa. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ambayo ndivyo sivyo. Sawa? Okay? Yes. Kwa hiyo hayo ndio mambo baadhi ambayo ni matokeo ya kuwa na sheria dhaifu, ambazo sheria hizi dhaifu za kiuchaguzi zinatufanya kuwa na mrorongo au mchakato mbovu wa kiuchaguzi na kupelekea uchaguzi mzima kuwa mbovu nchini Tanzania.